Ndugu mtazamaji, karibu kwenye chaneli ya simulizi za kutisha na kusisimua iitwayo The Book of Magic Stories. Kama ndio mara yako ya kwanza kukutana na chaneli hii, tafadhali gusa alama ya kengele ili kusubscribe na uwe wa kwanza kupata notification pale ambapo ninapokuwa nimeweka simulizi mpya. Karibu sana kwenye chaneli hii na mimi ni Ayubu Obedi. Sasa tuanze simulizi yetu. Usiku ulikuwa mzito juu ya bahari ya Hindi. Mawimbi makubwa yaligonga ubavu wa meli ya mizigo The Marathon, yakitoa sauti kama radi iliyofungwa ndani ya maji. Anga lilifunikwa na mawingu meusi yaliyokimbia kwa kasi, kana kwamba yalikuwa yakitoroka jambo baya lililokuwa linakaribia. Wafanyakazi wachache waliokuwa staha walivaa makoti mazito ya mvua, wakipambana na upepo mkali uliotishia kuwatupa majini. Miongoni mwao alikuwepo Kinaja, kijana wa miaka 24 aliyekuwa ameajiriwa kama baharia mchanga. Alizaliwa katika kijiji kidogo cha uvuvi karibu na Kilwa, mahali ambapo watoto hujifunza kuogelea kabla hata hawajajua kusoma. Tangu akiwa mdogo, aliipenda bahari, sio tu kama chanzo cha chakula, bali kama ulimwengu uliojaa siri. Ndoto yake ilikuwa kusafiri mbali, kuona nchi nyingine, na siku moja kuwa nahodha wa meli kubwa. Lakini usiku huo, ndoto zake zilikuwa zinaning'inia kwa uzi mwembamba. "Kinaja, funga ile kamba vizuri," alipiga kelele Bosco, baharia mkongwe aliyekuwa kama kaka kwake. "Nimekaza tayari," alijibu huku akijishikilia kwa nguvu kwenye reli ya chuma. Meli ilikuwa ikiyumba vibaya. Ghafla upepo uliongezeka maradufu. Wimbi kubwa kuliko yote lililowahi kuonekana lilinyanyuka kama ukuta wa maji na kuangukia meli kwa kishindo. Kamba aliyokuwa ameshika Kinaja iliteleza mikononi mwake iliyoloa. Sekunde iliyofuata, dunia iligeuka. Aliteleza, akadondoka, na bahari ikammeza. Baridi kali ya maji ilimpiga kama maelfu ya sindano. Alijaribu kupiga kelele, lakini chumvi iliingia mdomoni. Alijitahidi kupiga mbizi juu ya uso wa maji, huku akiona taa za meli zikizidi kuwa ndogo. Sauti zilipotea ndani ya upepo. "Naokoka vipi?" aliwaza kwa hofu. Alikumbuka maneno ya baba yake, bahari ni rafiki mzuri, lakini ukiisahau kuiheshimu inakuwa adui. Kinaja alijilazimisha kutulia. Aliogelea kadri alivyoweza, akitafuta chochote cha kushika. Bahati ilimwangukia alipogonga kipande cha mbao kilichoonekana kuwa sehemu ya kreti lililokuwa limetoka melini. Alikikumbatia kama mtoto anavyomkumbatia mama yake. Usiku ulionekana hauna mwisho. Mvua ilinyesha bila huruma. Mawimbi yalimpandisha juu na kumshusha chini kama jani. Wakati mwingine alihisi kama kuna kitu kinamvuta chini, labda mkondo au labda hofu tu iliyokuwa ikicheza na akili yake. Asubuhi ilipofika, mawingu yalitawanyika pole pole. Jua lilipoanza kuchomoza, Kinaja aligundua ukweli mchungu. Hakukuwa na meli, hakukuwa na nchi, kulikuwa na maji tu kila upande. Alikuwa peke yake katikati ya bahari isiyo na mwisho. Siku ya kwanza ilipita kwa mateso. Kiu ilianza kumchoma koo, lakini alijua kunywa maji ya bahari kungeharibu kila kitu. Alijaribu kukusanya matone ya mvua yaliyokuwa bado yanadondoka kwenye mbao. Njaa ilianza polepole, lakini kiu ndiyo iliyokuwa adui mkubwa. Ili asipoteze akili, alianza kuzungumza peke yake. "Nitaishi, lazima niishi," alijisemea. Alikumbuka mama yake aliyekuwa akimuaga kila safari kwa macho yenye hofu iliyofichika. Alikumbuka mdogo wake aliyemtania kila mara kwamba angerudi siku moja na hadithi za ajabu. Hakutaka kumbukumbu hizo ziishie baharini. Jioni ilipofika, anga liligeuka la rangi ya machungua na zambarau. Uzuri wake ulikuwa wa kikatili, kana kwamba dunia haikujali mateso yake. Usiku wa pili ulikuwa mbaya zaidi. Baridi ilipenya mifupa. Mikono yake ilianza kufaganaa. Mara nyingi alihisi usingizi mzito unamvuta. "Usilale," alijinononeza. "Ukilala hutaamuka." Aliimba nyimbo za utotoni ili baki macho. Wakati mwingine aliona kama taa ngali, lakini zilipotea alipokodoa macho. Labda zilikuwa nyota tu zikicheza na matumaini yake. Jua la pili mchana lilichoma ngozi yake.
Midomo ilipasuka, macho yalikuwa mazito. Ndipo alipoanza kuona vitu visivyokuwemo. Alidhani anaona pwani, watu wakimpunia mikono, hata baba yake akimuita. Alipojaribu kuogelea kuelekea maono hayo, yalipotea. Alilia kimya kimya, "Bahari, tafadhali, sio hivi," alinonona. Lakini bahari haijibu maombi. Usiku wa tatu ulipoanza, Kinaja alihisi nguvu zikimtoka kabisa. Hata kushikilia kile kipande cha mbao kilionekana kazi kubwa. Mawimbi hayakuwa makali kama awali, lakini uchovu ulikuwa mzito kuliko dharuba. Alipoinua macho kwa mara ya mwisho, aliona kivuli kikatiza upeo wa macho. "Hicho ni nini?" alijiuliza. Alidhani tena ni ndoto, lakini kivuli kilizidi kukua. Kulikuwa na taa, sauti hafifu zilifika masikioni mwake, lugha ambayo hakuitambua mara moja. Kabla hakupoteza fahamu, alijaribu kupiga kelele, lakini sauti ilitoka kama pumzi tu. "Haraka! Kuna mtu majini!" Sauti hiyo ilitoka kwenye meli ya misaada Al-Baraka iliyokuwa ikiendeshwa na kundi la Wasamaria wema, wafanyabiashara na wahudumu waliokuwa wakijulikana kusaidia yoyote waliomkutana naye baharini. Kamba ilitupwa, mikono miwili yenye nguvu ilimvuta juu. Mwili wake ulikuwa mwepesi kama manyoyo. "Bado anapumua," alisema mwanamke mmoja aitwaye Zahara, aliyekuwa na ujuzi wa huduma ya kwanza. Walimpasha joto kwa blanket, wakampa matone ya maji taratibu na kumlaza kwenye chumba kidogo. Kinaja alipofumbua macho kwa shida, kitu cha kwanza alichokiona ni dari ya mbao na taa laini. Kwa sekunde machache hakujua kama yuko hai au amefika mbinguni. "Uko salama," alimwambia Zahara kwa sauti tulivu. "Mimi niliokoka?" aliuliza kwa sauti iliyokwarusha. "Umeokolewa? Ulikuwa baharini kwa siku 3. Macho yake yalijaa machozi. Hakuwahi fikiri maneno hayo yangekuwa na uzito kiasi hicho. Siku zilizofuata zilijaa uponyaji wa polepole. Alijifunza kuwa meli waliomchukua haikuwa tu ya biashara, ilikuwa ikipeleka misaada kwa visiwa vilivyokumbwa na ukame. Nahodha wake, Mzee Rahman, alikuwa mtu aliyesafiri maisha yake yote na kuamini kuwa bahari huwataribu wale wanaoipenda. "Kwa nini mlinisaidia?" Kinaja aliuliza siku moja. Mzee Rahman alitabasamu. "Bahari hututenganisha, lakini pia hutufundisha kuwa sisi ni ndugu. Leo ni wewe, kesho inaweza kuwa mimi." Maneno hayo yalibaki moyoni mwake. Kadri nguvu zilivyomrudia, Kinaja alianza kusaidia kazi ndogo ndogo melini. Watu wa Al-Baraka walimchukulia kama mmoja wao. Alishangazwa na ukarimu wao. Hakuna aliyemhoji sana, hakuna aliyemfanya ajisikie mzigo. Usiku moja alisimama staha akiitazama bahari iliyokuwa tulivu sasa. Ilionekana tofauti, sio tena kama adui, bali kama mwalimu mkali. "Utarudi tena?" Zahara aliyeiuliza huku akisimama pembeni yake. "Nitairudia, lakini safari hii nitaielewa zaidi." Wiki moja baadaye walifika bandarini Mombasa. Habari zilithibitisha kuwa The Marathon ilinusuru dhoruba, lakini waliamini Kinaja alipotea kabisa. Alipowasiliana nao, furaha ililipuka. Walikuwa tayari wamemwomboleza. Kabla ya kuondoka Al-Baraka, walikusanya wafanyakazi wote. "Sina kitu cha kuwapa zaidi ya shukrani," alisema kwa unyenyekevu. "Mlinipa maisha mara ya pili." Mzee Rahman alimpa dira ndogo ya zamani. "Kumbuka, dira haikuonyeshi tu kaskazini, inakukumbusha kuwa hata ukipotea kuna njia ya kurudi." Kinaja alishuka melini akiwa mtu tofauti. Hofu yake haikutoweka kabisa, lakini ilibadilika kuwa heshima. Alijua sasa kuwa maisha yanaweza kubadilika ndani ya sekunde moja, na kuwa wema wa watu usiowajua unaweza kuwa daraja baina ya maiti na uhai. Miaka ijayo alitimiza ndoto yake, akawa nahodha, lakini hakusahau siku ile 3. Kila safari alipokuwa akipita maeneo yenye mikondo mikali, alihakikisha meli yake iko tayari kusaidia yoyote atakayehitaji msaada. Na mara nyingi aliwaambia baharia wachanga hadithi yake. Bahari siyo ya kuogopwa wala kubezwa, lakini zaidi ya yote, kumbukeni, katika ulimwengu huu mpana bado kuna Wasamaria wema. Ndugu mtazamaji, asante kwa kutizama simulizi hii mpaka mwisho, na pia kama umeipenda,
niandikie kwenye comment section hapo chini, na pia unaweza kunitumia ujumbe mfupi kupitia namba yangu ya WhatsApp ambayo ni 0766947545. Na pia kama una mchango wowote wa kifedha ili kuiboresha The Book of Magic Stories, unaweza kutuma kiasi chochote ulichonacho kupitia namba yangu ya M-Pesa ambayo ni 0766947545. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Tukutane katika simulizi zifuatazo. Asante na kwa heri mpaka wakati mwingine tena.